Mungu hadhihakiwi hata kidogo. Nitakuelekeza ishara 5 zinazoonyesha kwamba Benjamin wa huko Israel pamoja na Trump wa huko Marekani ya kwamba ni viongozi ambao wanamkataa Mungu wetu aliyetuumba. Na kwa kweli ikiwa unapiga magoti kila siku, waombee viongozi hawa waweze kubadilika, na kama badiliko halijaonekana kwao, basi Mungu awapige ili viongozi wanaofaa kuweza kutuongoza katika ulimwengu huu wenye changamoto ya dhambi waweze kujitokeza, tuwe na mwisho mwema katika maisha yetu. Katika kila ishara nitakayokuwa nikiitaja, utaipima kwenye kitabu kile cha Isaya 8 mstari ule wa 20, ya kwamba kila mtu tutampima na kumtambua ya kwamba anatufaa endapo matendo yake ni mema katika jamii au maamuzi yake ni mema katika jamii. Niukaribishe sasa usubscribe, lakini pia unaweza ukaacha comment ili mwingine na yeye apate nafasi ya kuweza kujifunza, na kama yuko mbali share kwake ili apate kile ambacho Mungu amekikusudia. Ishara namba 1, nitakuonyesha wazi ya kwamba mnamo tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu, Benjamin alizungumza wazi ya kwamba Yesu hana msaada katika taifa lao. Yaani kiufupi ni kwamba hawamhitaji kwa namna yoyote ile. Lakini Mungu atukuzwe, Israeli huko wapo watu ambao mpaka sasa hivi wanamtegemea Mungu kama kimbilio la hatima yao ya mwisho. Ishara nyingine ya pili ya kumfahamu hasa Rais Donald Trump wa Marekani ni kupatwa na changamoto ya kukataliwa na watu ambao anawatawala, ya kwamba maamuzi yake ambayo ameyafanya katika taifa lile la Irani yalikuwa ni maamuzi maovu, hayakushawishiwa na Roho wa Mungu. Na hivyo ewe Mkristo, ewe Muislamu, unapomwona Rais Donald Trump akisimama na kuishika Biblia ya kwamba anatumiwa na Roho wa Mungu, kataa, kwa sababu matendo yake na maamuzi yake umeshakwisha kuyaona, hayamsapoti Mungu wa mbinguni anayejali uhai wetu. Ishara nyingine ya 3 inayothibitisha kwamba viongozi hawa ni wabaya na ni wachafu ni kwamba wamesababisha uchumi wa dunia kuzidi kudolola na kusababisha maisha yetu yaanze kuwa magumu. Aliyetuumba hataki maisha yetu yawe magumu, na hivyo unapotengeneza mazingira ya kufanya maisha yawe magumu, moja kwa moja unamsapoti shetani na sio Mungu aliyetuumba. Hivyo unaweza sasa ukafahamu kabisa hata katika taifa letu hili mafuta yamepungua kwa sababu ya vita kati ya Irani pamoja na Israeli. Sio hivyo tu, mataifa mengine pia ambao wanakumbwa na changamoto ya ukosefu wa baadhi ya rasilimali za muhimu kama vile mafuta, ni kwa sababu ya ukosefu wa mwingiliano kati ya watu wa Irani pamoja na mataifa mengine. Ishara nyingine ya kufahamu ya kwamba watu hawa ni wapinga Kristo ni hapa: wamesababisha uwepo wa makundi ambayo Mungu huwa hapendezwi kabisa kutokea, uwepo wa yatima na uwepo wa wajane. Wamesababisha watu kukoswa kuishi na wapendwa wao katika maisha yao, na hivyo mwisho wa siku inawapelekea wengine kubaki yatima na kubaki bila waume zao. Ishara nyingine ya kwamba watu hawa ni wapinga Kristo ni kutengeneza hofu duniani kote inayoweza kupelekea kuonekana kabisa ya kwamba Mungu hafai tena kwa lote lile, kitu ambacho ni kichafu sana. Na ninakuelekeza wewe ambaye unanisikiliza hapa sasa hivi ya kwamba fahamu ya kwamba kimbilio lako pekee, hata kama unaelekea mauti, ni Mungu aliyekuumba na sio vinginevyo. Mimi naamini umejifunza mengi. Mungu akubariki. Tutakutana tena katika YouTube channel hii tukijifunza mengi ambayo Mungu
amejiandalia kupitia maandiko yake matakatifu kutulisha, ili kwamba tufae kuwa majasiri watakaoweza kurithi ufalme wake wa milele. Mungu akubariki sana. Kwa heri.